Kuna aya Qur'ani leo nitaisoma, nitaitoa. Watu waitumie aya hii kwa sasa hivi kuzitoa nafsi zao katika makundi mabaya, kuzirekebisha nafsi, kuzitengeneza nafsi, kuzitibu nafsi zetu. Nafsi yako naiona ina kibri, ina chuki, ina choyo. Aya hii ya Mungu nitakayoitoa hii itakusaidia, itakutibu. Utajikuta we nafsi yako itakaa sawa ukitumia mara kwa mara. Wewe ni wa Mungu, Mungu ni wa kwako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Hakika tutajifunza mengi sana. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla sijaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu nafungua na kuongeza mengi sana. Maalim. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, naam. Hali yako bwana? Ni bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Niko salama kabisa. Vipi kwa upande wako? Namshukuru Mungu, alhamdulillah niko salama. Tuko vizuri. Walillahi alhamd. Ni kipindi kidogo kimepita. Naam. Wana Jawabu TV walikuwa na hamu kweli ya kusikia vile vitu ambavyo mara kadhaa na mara nyingi wanavipata kutoka kwako. Naam. Nadhani kutokana pia na mambo yalivyoenda, Mr. Kilo tupite kwenye kona, utuambie na nikukaribishe. Umetuandalia darasa gani leo katika kujifunza zaidi hususan mambo ya kiroho zaidi? Karibu sana mwalimu. Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu, awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika mambo muhimu sana tunayotakiwa kuyazingatia na haswa katika nyakati zetu hizi tulizokuwa nazo, huu muda tuliokuweko, muda huu haufai kwa chochote kile. Muda huu ambao sisi sasa hivi tuko nao ni time ambayo kila mmoja atakiwi kushughulikwa na dunia. Sana tena, kwa sababu sasa hivi mimi nikikuuliza Januari, unaona nini baada ya miaka 4 mbele yako? Utanijibu nini? Jibu kamili itakuwa sina. Kwa nini nimekupeleka miaka 4? Unaona nini kesho mbele yako? Kiukweli kesho yangu bado sijaijua. Kesho yetu sote hatuijui. Naam. Kesho yetu kila mmoja haijui kesho yake. Naam. Sasa leo hii tuliokuwa nayo hatuna hakika nayo. Naam. Kama itatutengenezea mazingira ya kesho kuwa bora. Muda tuliokuwa nao huu hauruhusu lolote. Naam. Chochote kile cha kuishughulisha nafsi yako kabisa, kwa sababu watu wanatafuta fedha na wanazipata fedha. Naam. Lakini baada ya kuzipata zile fedha na kuishi yale maisha waliokuwa wakiyafikiria na kuyatamani, wapo sasa hivi wanaishi ndani ya hayo maisha, lakini hawana tofauti na yule asiyekuwa na chochote. Tena huenda yule ambaye hana chochote akawa naishi maisha mazuri na bora kuliko huyo ambaye sasa hivi ameyapata mafedha. Hawana tofauti kwa namna gani?
Kila mmoja anaipenda pesa kwa sababu ya raha. Kila mtu anaitaka fedha kwa sababu ya raha. Nafsi zetu zinapenda raha. Nataka fedha, umiliki gari nzuri, nyumba nzuri, ili upate raha. Hutaki kero, hutaki karaha. Lakini baada ya kuvipata hivyo, inawezekana wewe ukawa na kero na karaha nyingi kuliko ambaye hana. Tusipoteze muda wetu katika kuvitafuta hivi tu, kwa sababu hata tukivipata hakuna kitakachobadilika katika maisha yetu. Kuna siku niliwahi kusema matajiri wana shida sana kuliko maskini. Matajiri wana matatizo makubwa kuliko maskini. Ni vile tu hatuwaoni wakihangaika, lakini wana matatizo sana. Sasa muda huu tuliokuwa nao, muda huu haututoshi hata kidogo. Tusishughulikane tuna muda huu kwenye kuitafuta na kuitengeneza dunia yetu. Tujilazimishe na kuzilazimisha nafsi zetu kwa muda huu tuliokuwa nao kwa Mungu. Hatuna muda tena. Hatuna muda tena. Katika mambo makubwa ambayo nimeona leo niliseme kwa ufupi ni hilo. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kila mmoja Mwenyezi Mungu amemjalia akili, amempa fikra. Kaa tafakari, fikiria, angalia, utaona. Na muombe Mungu hata baada ya kuona usivifumbie macho. Leo watoto wadogo wana fedha nyingi sana. Fedha haina thamani. Haina thamani hata kidogo. Dunia imeharibika sana. Thamani iko wapi? Thamani iko wapi? Hakuna thamani. Watoto wanawatumikisha watu wazima, na watu wazima wanawanyenyekea na wanawatumikia watoto wadogo kwa sababu ya fedha. Na kila siku wanapata mafedha, kila siku wanapata mafedha. Na angalia, hata mtu atakapopata hizo fedha, nini kipya atakachokifanya? Ni vile vile tu, kama ataenda kunywa pombe, kulewa, sawa, yeye ataenda kulala na mwanamke ambaye ladha yake vile vile ni yale tu anakuwa anayarudia tu. Sasa fedha haina thamani tena. Imepoteza thamani yake fedha. Leo utakuwa ni waajabu wewe ukakesha usiku mchana unaitafuta fedha ambayo watu wanaipata kwa urahisi sana. Tena mafedha na mafedha. Huwezi ukawa na thamani kwa kutafuta fedha. Japokuwa ni kweli maisha yetu yanataka tuwe na fedha ili tuweze kuyakimu na kuyamudu. Hakika ni hivyo. Lakini kwa njia gani unatafuta fedha? Unatafuta fedha vipi? Hatuna thamani watu leo.
kila mmoja akaye angalia. Watu wanadhalilika kwa sababu ya fedha. Angalia, utakuta watoto wadogo miaka 20, 30 wanajenga magorofa Kariakoo, wanajenga majumba ya kifahari, wanajenga hivyo, wanajenga vile. Wanaotumikishwa pale babu zake, baba zake. Tena ukute anamfanya kazi baba yake kabisa, kwa umri baba yake, lakini asiwe na thamani naye. Sasa hicho unachokitafuta wewe, mtoto mdogo amekipata, bado unaendelea kukitafuta tu bwana. Naam. Tuzitafute thamani zetu kwa kumtafuta Mungu. Naam. Ili tuzipate thamani zetu, tutoke katika huo mfumo, na hata dunia itastaarabika. Lakini hivi dunia haiwezi kustaarabika. Dunia itatushinda. Okay. Watu leo wanaingia katika mambo mengi mbalimbali kwa sababu ya fedha. Watu wanauza dini yao kwa sababu ya fedha, utu kwa sababu ya fedha. Watu wanauza wanaume kwa sababu ya fedha, wanamke kwa sababu ya fedha, uungwana kwa sababu ya fedha. Fedha, 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 fedha. Ukisimama huku fedha, ukija huku fedha, hivi fedha. Tumeipoteza thamani yetu. Mwanadamu mwenye thamani leo ni mwenye fedha. Tujitafakari hilo. Tujitathmini sana hapo. Na hata watu ambao Mungu amewaruzuku mna fedha, angalieni, mna mlango wa motoni mikononi mwenu. Hakikisha hiyo fedha yako haiwi adhabu kwa mtu yoyote. Hakikisha hilo. Kwa kuwa huyu si anataka fedha, basi atafanya tu hivyo. Ukamfanya mtu akafanya mambo mabaya kwa sababu ya fedha, ya shida aliyokuwa nayo. Unamfanya mtu afanye kitu ambacho wewe huwezi kukifanya au hukipendi, kwa kuwa utamlipa, wakati kesho yako huijui. Muda hatuna. Tusibaki tu tukashughulikana na mafedha. Hatuna muda, muda umekwisha. Kwa hivyo kwa muhimu leo nimeona nilisema hilo kwa uchache. Lakini kubwa zaidi, nipo katika leo nitakuwepo katika upande wa kuijenga tu nafsi. Kwa sababu kwa muda mrefu sana katika masomo yetu hatujazizungumzia nafsi na namna ya kuzitengeneza nafsi. Nakumbuka pale nyuma tuligusia kidogo, lakini tukasimama tukawa tunaingia katika madarasa ya afkari na dua na nini na swala hizi. Lakini kule tulisimama na watu wengi wakawa wanahitaji miongozo hiyo ya namna mtu kuijenga nafsi. Na unajua Januari hili ndilo jambo ambalo leo linafanya dunia hii kaharibika. Kwa sababu nafsi hizi ni chafu. Nafsi zimechafuka. Hakuna mwenye ustaarabu wa nafsi. Okay. Nafsi hizi zimekuwa ni mbaya. Mashaitani ni wengi leo. Wengi barabarani humu. Wengi ni mashaitani tunaishi nao. Sana. Kwa kipindi hiki masomo ya nafsi ni muhimu kuliko kitu kingine. Kuzijenga nafsi kitu bora sana.
Kwa sababu hata Mungu mwenyewe anataka watu wasitengeneze nafsi kabla hawajafanya ibada. Kwenye Qur'ani Mungu anasema ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, katika makundi 8 au 7 yale ya nafsi, nafsul mutma'inna iko nafasi ya 4. Inaanza nafsi la amarata bisu'i, sawa. Inakuja nafsi nafikiri kama ni mulhima, inakuja lawama, alafu nadhani la amarata bisu'i, kama nitakuwa nimezipangilia vizuri. Hii inashika nafasi ya 4. Nafsi ambayo kidogo ina matarajio fulani hivi Sasa Mungu mwenyewe anataka mtu uitengeneze nafsi, itengenezeke. Alafu baada ya nafsi kutengenezeka, sawa, fadkhuli fi ibadi, sasa ingia katika ibada. Au waja wangu wema wenye kufanya ibada. Maana hii fadkhuli fi ibadi, hili neno hili tafsiri yake ingia katika waja wangu wema. Sawa, wenye kufanya ibada katika tafsiri. Waja wa Mungu wema ni wafanyao ibada zile kwa hakika. Sasa sawa, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lakini ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki, rudi kwa Mungu wako. Ili iweje? Radhiya, utoke katika nafsi almutmainna uingie katika nafsi inayoitwa radhiya. Wewe kila kitu kwako uwe radhi. Na nataka nikwambie Januari, kijana wangu, kipenzi changu, kama light leo dunia hii ingekuwa tupo katika kundi la nafsi hii radhiya, hii nafsi radhiya, hakuna mtu ambaye angemnyenyekea mwenye fedha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujaridhika na kadhaa ya Mungu, hatujaridhia kadhaa ya Mungu, hatujaridhika na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukadiria yatufike. Ndiyo maana hatuishi kutapatapa, kwa kuwakimbilia wenye fedha na kuwaeleza matatizo yetu ili watusaidie. Na kwa kuwa wao hawana imani, wanatufanya tunakuwa watumwa. Thamani inapotea, dunia inavurugika, dunia imevurugika. Utamkuta mtu anafanya jambo, huwezi kumsema kwa sababu ana fedha. Fedha, ukiwa na fedha utakuwa una watu, utakuwa na kauli, utakuwa na mamlaka. Mtu anafanya jambo baya na huwezi kumsema, unabaki tu haya. Tena hata na wewe ukashirikishwa, ukashiriki lile, kwa kuwa unahitaji. Thamani ya fedha sasa hivi imekuwa kubwa kwa sababu watu, nafsi zetu hazijatangamana, zipo chini. Zipo chini ya hii nafsi radhiya, kuridhia. Maradhi haya, njaa haya, hiki haya, hili haya, lile haya, kila kitu haya. Ukifikia hapa, wallahi utaona utaishi kwa raha katika hii dunia.
Yaani mfano sasa hivi Januari, usishughulike na chochote, ukayafurahikia maisha yako tu. Umepata leo alhamdulillah, umekosa alhamdulillah. Yaani wala huna tabu, huna haja ya kumwomba mtu bwana wewe. Vitu vyako ukavipangilia kwa mpangilio wa uwezo wa maisha yako. Usifanye mipango ambayo itakufanya uhitaji uwezo wa mtu mwingine kuiendesha maisha yako. Ukayapangilia maisha yako kutokana na uwezo wako. Utaishi kwa raha sana. Sasa ukishafikia katika hii daraja ya nafsi ya radhiya, ya kuridhia kila kinachotoka kwa Mungu, unaingia katika daraja ya tatu ya katika mpangilio huu sasa wa Mungu hapa alipousema, ni ndo nafsi ya tatu ya mwisho kwa mpangilio huu Mungu ambao ameutaja hapa, marudhia. Sasa tunakuridhia, nafsi yako inakuwa imeridhiwa na Mungu. Sasa hapo ndo unakuwa mfalme. Mungu akikuridhia wewe kila kitu cha kwako. Ndio maana fedha za kwako, lakini kuna watu wana amri nazo. Jiulize, leo mtu namkuta hana fedha, lakini anasema niombee dua au bwana niombee dua. Anakuombea Mungu unapata fedha, lakini yeye hana fedha. Unakuta mtu anaumwa, unakuta hili kwanza nirudi hapa. Utakuta mashehe wengi au wazee wengi wale wa tasawuf, vipenzi vya Mungu, wana hali duni. Sawa? Wana hali duni, ila kumbuka kama shehe kulisema hivi nyuma. Wana hali duni sana. Lakini ana uwezo akakuombea Mungu wewe ukapata mahela, manini. Wala na anafurahia maisha yake. Kashavuka katika nafsi hizo, huyu nafsi yake Mungu kashairidhia. Yaani Mungu kashamridhia, wewe fanya utakalo na hakika na wewe sema utakacho. Unajua hii nafsi marudhia hii ya kuridhia, kuwa wewe ni mtu wa kuridhia, ni nafsi, ni daraja kubwa hili. Usilifikirie padogo. Ni kubwa hili. Yaani ukifikia kwenye daraja hii ya nafsi hii marudhia, unakuwa ni mtu ambaye mfano sasa hivi Mungu akunusuru, umepata na maradhi, mtu kapata na maradhi labda ya cancer pop, hangaiki kumwomba Mungu, hangaiki sijui kunywa madawa kufanya nini. Mungu Mungu utakapoamua haya. Mbona hiyo? Unaweza hapo? Hatari kweli. Wakati ukiumba kidogo kimeisha tu piu. Watafuta mganga yuko wapi? Cheki bwana, vipi? Naona mambo kama mambo kama yanayumba hivi. Si vibaya. Lakini katika upande huu wetu au katika upande wa Mungu, tunatakiwa tuvuke, watu waende. Atali, acha kabisa hii nafsi radhiya, hatari Januari, acha. Yaani wewe kuwa ni mtu wa kuridhia kadhaa ya Mungu. Mimi nilishuhudia kuna mzee mmoja alidhulumiwa vitu vingi sana. Ana uganga wa kila aina wa elimu. Lakini alisema bwana, Mungu ndo kakadiria hili basi. Mungu ndo kataka iwe hivi bwana. Basi. Sawa. Basi. Mzee kwani usiwatandike vyema? Nini? Cha Mungu Sheikh, Mungu atujalie ucha Mungu, lakini ucha Mungu raha sana. Amen. Ndio maana mcha Mungu kuna wakati asipopata matatizo anamuuliza Mungu, vipi mbona kimya? Mbona sipitii mambo yetu yale? Anamuuliza Mungu.
Au kuna sehemu nimekosea, mbona sipati mtihani? Raha yake ipo kwenye kulia, ipo kwenye mitihani, ipo kwenye ndo burudani ambapo wewe unapakimbia. Hutaki hata kupasikia. Naam. Lakini mwenzio hapo alipo, hapo ambapo wewe unapopakimbia ndo panapokufanya wewe umkimbilie. Na shida, naomba unifanyie hiki. Lile unalolikimbia wewe ndo limempa huyu thamani. Thamani ambayo yakikufika matatizo unamkimbilia. Ngoja nikuulize, kwani kilichowapa thamani mawali wa Mungu au watu wa Mungu ni kitu gani? Wamemfanyia basi Mungu jambo kubwa, jema kubwa mpaka Mungu kawapa? Hapana. Au kuna liibada likubwa kalifanya ndo Mungu? Hapana. Wamezitengeneza nafsi zao, wamekubaliana na kila kitu cha Mungu au kwa ajili ya Mungu. Kila kitu wamekubaliana nacho, kitu ambacho wewe huwezi na ukitaki hata kukisikia utaki kabisa. Mcha Mungu aoni tabu, kavaa kanzu yenye viraka ukamtoa hapa akaenda mpaka sijui wapi, wala haoni tabu. Lakini wewe kila ukipita unaangalia watu, nani anaangalia? Kweli si kweli bwana? Kweli. Kuna sema sasa mimi pale spiti pale. Lakini mcha Mungu wala yeye yani yeye kashaacha kila kitu. Na nafsi yake ishari. Wajua Shekhe Januari Saidina Sheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu al-aziz alipoitizama hii aya ya Mwenyezi Mungu ndo akaleta haya masomo ya nafsi na namna ya kuitengeneza nafsi. Hakika kipindi kile watu walizitengeneza nafsi zao, ndio maana unaona dunia ilistarabika miaka ile na watu wanaisifu dunia kipindi hicho. Sasa madhambi yamekithiri sasa hivi, maasi yamejaa. Si unasikia maneno bwana? Madhambi yamekithiri, maasi yamejaa. Kwani wale walikuwa wana nini wale mpaka dunia yao ikawa imestarabika na sisi dunia yetu iharibike? Wale walitengenezwa nafsi zao, nafsi zilitangamaa, zilitengenezeka. Leo hata wewe unaishi lakini huijui nafsi yako iko wapi. Wewe upo katika daraja gani ya nafsi? Unajua kuna daraja ya nafsi, ili mtu avuke kutoka katika hiyo nafsi atakiwa atukanwe, mitusi mipigwe kwa kweli. Ndio pale mtu anavuka. Tukana sio sasa ndio sasa hapo nieleweke. Sio kwamba yani maana yangu ni kwamba maudhi. Kwa hiyo kuitengeneza nafsi ni kero, ufanyiwe kero. Unajua nafsi ilivyo ina hujub, ina kibri. Madaraja haya yote haya ni kibri, hujub, kibri. Kujiona ni bora bwana, mimi hivi bwana, mimi huyu hapa. Natakiwa nifanye hiki, natakiwa nifanye hiki. Sawa? Wewe unatakiwa tena bora hiki sasa ukifanya. Tena yani mtihani sana. Lakini ni nafsi. Ngoja nikutolee mfano mdogo sana. Sawa Januari? Naam. Huu mfano watu uangalie. Kuna mtu unaweza ukawa unamfahamu, yupo katika mazingira yako unayoishi. Ni mtu ambaye ukienda anakusikiliza, hata uongee masaa 7 yeye anakusikiliza tu. Ukimuudhi anasamehe wala akasiriki. Sawa? Yani ukimuudhi yeye anaweza akakuomba hata wewe msamaha. Sawa? Ni mtu ambaye mtaratibu vile hivi na vile.
Sawa? Mtu huyu ukikutana naye utapenda ukae naye, na ukikaa naye utajisikia raha. Sawa sawa? No. Watu hawa wapo hawapo? Wapo. Sawa eh? Kwa nini ukikaa nao unajisikia raha? Mfano wangu huo. Mtu wa namna hii ukikaa naye unajisikia raha. Kwa nini? Mungu, hiyo ndio nature ya maumbile alivyoiumba, iko hivyo. Mtu yule nafsi yake kashaitengeneza, imevuka, ajijue au hata sijijue. Kuna pahali imevuka sasa, nafsi zingine zote zinamtii, zinapata raha kutokana na nafsi yake. Umeelewa vizuri? Okay. Unaweza kukutana na tajiri, mtu mwenye fedha, lakini ukikaa naye akutukane, ukitaka kuongea naye ataka umsikilize yeye tu hivi yeye, basi mimi hivi ndo hivi tu, sitaki chochote. Mtu utaweza kukaa naye? Yaani kweli. Kwa nini? Sasa ile ni nafsi yake, hajaitengeneza nafsi yake inakuwa ni kero kwa watu. Lazima umchukie tu, usimtake, umwache. Kama utakuwa naye basi kwa ajili ya kile alichokuwa nacho, ndio ule utumwa. Kwa kuvumilia yale maudhi, makero. Nafsi ndo zimebeba dunia, kwa sababu dunia hii ni watu. Dunia hii sisi binadamu ndo tunayoiongoza hii dunia. Na sisi binadamu hatujatengenezeka tukatangamaa, dunia imeharibika. Ndio maana wale wenzetu dunia yao ilikuwa safi, kwa sababu walizitengeneza nafsi zao. Walikuwa ni wasafi kikweli kweli. Yaani ucha Mungu ulikuwa ni maisha ya kawaida, kama leo ambapo maasi imekuwa ni maisha ya kawaida. Wao ucha Mungu ulikuwa ni maisha ya kawaida kabisa. Ibada katika hizi nafsi zingine tunacheza, tunarukaruka. Lakini ili tufanye ibada kikweli, ibada zile sasa tunamwabudu Mungu, lazima tufikie katika upande huu wa nafsi hizi, radhiyatan marudhiya. Turidhiwe na Mungu. Tukifikia sasa linki hii, swala yako moja ni sawasawa na swala za hawa watu wengine ambao mtu mfano mwenye nafsi lawama au la amarata bisui, sawasawa na swala zake za miaka labda hata 10. Wewe rakaa zako hizi, yeye sawasawa akiswali miaka 10 ndio afikie daraja ya rakaa zako 2. Okay. Kutengeneza nafsi. Mimi leo nimeona niliseme hili kwa watu wetu wa Jawab TV, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tuzitafute thamani zetu, sawa? Tuzitafute thamani zetu. Thamani zetu zipo kwa Mungu, sio kwenye fedha. Tuifanye dunia yetu istaarabike. Anza kuwa wewe, kuitengeneza nafsi yako, anza wewe. Ili darasa la nafsi hili litaenda nalo kuanzia nafsi la amarata bisui mpaka nafsi kamila. Ili mtu mwenyewe ufate muongozo, uanze hapa, uje hapa, wewe mwenyewe. Sasa hapa tunazungumza na wale watu ambao wao kiu yao ni Mungu. Kiu yao ni Mungu. Wale watu ambao tukifanya ibada miezi 2
miezi mitatu ufanye ibada umeacha. Zote daraja za nafsi hizo. Kitengeneza nafsi utaishi kwa raha. Mtu anakutukana lakini wala huoni matusi. Mtu anakupiga wala huoni chochote. Yani wala unaona wenda. Cheta Mungu wangu bwana. Mtu yuko hivi na fedha haistui nafsi yako hata kutetereka. Wakapatikanika watu hao Tanzania yetu hii 200. Na wallahi niseme wazi wazi, ukifikia huko wewe ndo kipenzi cha Mungu. Kipenzi cha Mungu sio uvute matasbihi mengi, ufanye manyiradi madhikiri mengi makubwa ndio uwe kipenzi cha Mungu. Hapana, uwali wa Mungu sio huo. Uwali wa Mungu ni nafsi. Tengeneza nafsi yako ndo kwenye uwali wa Mungu. Utaka kuwa kipenzi cha Mungu, hapa pika hapa, hapa pike hapa, hapa pikike hapa. Jiondoe kabisa thamani yako, kujiona wewe unatakiwa uhudumiwe, wewe ni bora. Fanya zile kazi ambazo unazizi. Sasa manake ingizidi kuongea tutaingia katika masomo tena ya nafsi. Alatuli leo nimetaka kugusia tu huu taratibu wa nafsi. Kutokana na dunia ilivyoharibika. Ndugu zangu, dunia imeharibika. Hivi athari unazoziona hizi, athari hizi za dunia hizi hazijatokea nje. Hizi kabla hazijatokea nje zilianzia ndani. Hivi unavyoona dunia imeharibika hivi, haina maana kwamba nje ndo kumeharibika tu. Lakini watu ndani kuko salama. Dunia imeanza kuharibika ndani. Hakika nakwambia. Leo watoto ndio mababa. Mtoto anajua deal zote, mambo yote ya kutafuta hela, yeye nyumbani ndio mwenye amri kuliko baba. Baba leo utaletewa rafiki wa kike na kijana wako wa kiume. Baba huyu niombee Mungu hapa. Wewe tena, haya mwanangu, inshallah. Kesho baba yule bwana alizingua yule. Sasa huyu hapa mwingine. Haya mwanangu, inshallah mtulie. Mtulie. Baada ya muda tena sasa baba huyu mwingine. Kuna vitu umeviona vipo sawa, ila hapa nimeviona. Hapa bwana, hapa baba niombe Mungu. Una la kufanya, si ushokuwa mtumwa mwanao wa fedha. Baba haipo thamani yake kama baba. Hata lile tisho, hemu ujiangalie Januari ule wa miaka mitatu, sasa baba huyo mwana mtume, nimefanya kosa gani mimi? Imekuwaje? Leo ukisikia baba huyo iko hiyo. Dunia imevurugika, yani imevurugika, hakuna thamani, hakuna heshima, hakuna. Ni kwa sababu ya nafsi zetu. Mifumo ya maisha hii tunayoishi, hii mifumo hii ni kwa sababu hatukuzitengeneza nafsi. Yani hii mifumo ya maisha tunayoishi hii inatokana na kutokuwa na utaratibu ambao ungetufanya tukakaa na tukaishi katika mifumo mizuri. Hakuna kitu kikubwa kama kutengeneza nafsi. Nafsi ndiyo kila kitu. Nafsi ndo kila kitu. Nafsi kitangamaa, wallahi dunia hii itanyooka, itastaarabika. Na nafsi ndo Uislamu. Uislamu sio makanzu kama ulivyo Uislamu wa sasa hivi. Wa dunia, wa Tanzania, wa Dar es Salaam. Umekula kofia ya Kikenya imenyooka maridadi.
Umekula kanzu mashallah, huyu bwana ndo Muislamu, huyu ndo Muislamu. Yani unajua Dar es Salaam wala usipati tabu. Wewe una vitu vitatu vinne tu. Wewe ushakuwa Muislamu na ushakuwa shekhe. Ujue kuongea kama rafudhi ya kipemba pemba hivi ya kidigodigo. Alafu una uwezo kuongea sasa ushakuwa shekhe. Ushakuwa Muislamu mzuri mcha Mungu na kitasbihi chako tukipata kitasbihi. Wewe bwana, kanzu nzuri, kofia imenyoka. Basi ndio Uislamu wetu huo. Ndio Uislamu huo tuliokuwa nao. Lakini ndio huo unatuadhibu. Uislamu sio huo kuongea sana na hauzimejaa. Huku ndo kwenye kila kitu huku. Peleka elimu yako huku, kajenge huku. Leo hata watu hawawapendi hata mashehe kwa sababu nafsi zao hazijatangamaa, hawajanyooka. Mtu muonii raha. Sio kama wale wazee wetu wa zamani, mashehe zetu wale wazee. Kiona la. Tayeb, huyu shekhe tihani sana. Kuna binti alikuja kananiambia sababu mimi shekhe, mama yangu nikiwa sina fedha mama yangu hanithamini. Lakini nikipata fedha mimi ndio rafiki yake mkubwa. Na hiyo hali ipo leo, wazazi wengi leo. Ukiwa na fedha ndo wanakuthamini. Kwa sababu sote kwa pamoja nafsi zetu bado. Baba, mtoto, wote nafsi zenu ziko hapa la amara tabisui. Kila siku mnakoseana. Baba anataka ubaba wake kwa mtoto, mtoto nawe pana. Dunia imeharibika sana. Tuitengenezeni dunia yetu kwa kuzijenga nafsi. Sasa niombeeni Mungu anijalie kheri. Amen. Na baraka seki ahadi. Lakini tutakuja kutoa masomo ya namna mtu unawezaje kuitengeneza nafsi. Ila leo kuna kitu kidogo tu nitakitoa ambacho nitawaomba Waislamu na watu kila mmoja akakifanya hicho ili kuiandaa na kuisafisha nafsi yake. Wajua kitu mwinginewe nafsi zikijaa uchafu, zikiwa ngumu ndo kama hivyo. Ukisikia mambo haya hayakuingii. Hayaingii huko. Yana dunda tu hapa pembeni yaenda zake. Mbako ukisikia mambo ya hela wewe ndo hapa acha nisikie hapa. Lakini mambo kama haya la hayaingii. Sasa watu waniombee Mungu akitujalia kheri tutakuja kuzitoa darasa za kuzungumzia nafsi. Nafsi zote hizi saba mpaka mtu ufikie hapa katika nafsi kamila. Ukifikia hapa katika nafsi kamila umefanikiwa. Na katika madarasa ambayo yatakuwa ni magumu watu kuyapenda ni haya. Sheitani hatoka mbali hata kidogo. Kwa sababu shekhe, hii ni kazi ya mabwana. Sasa Mungu akinijalia tutakuwa tukiendelea na mambo mengine haya, lakini tutakuwa tukitoa darasa hapa. Kuna aya ya Qur'ani leo nitaitoa. Watu waitumie aya hii kwa sasa hivi kuzitoa nafsi zao katika makundi mabaya, kuzirekebisha nafsi, kuzitengeneza nafsi, kuzitibu nafsi zetu. Nafsi yako naiona ina kibri, ina chuki, ina choyo. Sawa? Aya hii ya Mungu nitakayoitoa hii itakusaidia, itakutibu. Utajikuta we nafsi yako itakaa sawa ukitumia mara kwa mara. Wewe ni wa Mungu, Mungu ni wa kwako.
hii aya ya Mwenyezi Mungu. Leo tumetoa darasa hili na nitaitoa aya hii ya Mwenyezi Mungu iliyopo katika surati Yasin. Hii surati Yasin imebeba kila kitu. Kila aya moja ya surati Yasin ina jambo lake. Sasa alhamdulillah, katika surati Yasin kuna hii aya ya Mungu ambayo kazi yake ni kurekebisha, kutengeneza nafsi. Mtu ukisoma na hata ukiandika ukanywa, ukijiona nafsi yako haina amani na utulivu, wewe ni mtu kama nilivyosema vile, wachuki, wa kupenda sana fedha, kupenda wanawake sana, kupenda wanaume, una utulivu, nafsi yako chafu mbaya. Kuna kijana nilimpakiza kwenye gari, alipotoka huko maskini, nikamchukua kwenye gari nikamwambia twende ofisini. Basi shekhe alikuwa kila akiona mzigo barabarani nikamwambia, baba utavunjika shingo, hebu uwe na utulivu. Akija ni hivi kila kimtana na mzigo. Unajua kuna mtu anajizuia asionekanike, anaangalia lakini Mungu anamuumbua. Inamshinda ajikuta anadhihirika kwamba sawa. Sasa namna kama hii, upo katika ndoa lakini hauna utulivu, unatamani nje, bado mke wa mtu lakini unaangalia nje. Nafsi hiyo na sheitani huyo wanakuchezea. Tumia aya hii kuidhibiti nafsi yako. Ukiona tu na umetamani, unashindwa hata kujizuia kabisa, shindwa kujizuia. Hii sasa aya hii itaenda itatutibu hata wale watu ambao unajua kuna mwingine anaweza kupata hali mpaka katamani mnyama kumwendea. Tumia hii, nafsi yako Mungu atairudisha nyuma. Wizi, dawa ya wizi, mtu kuacha wizi ni hii. Ukitaka uache wizi, tumia aya hii. Tumia aya hii kunywa au isome. Kama una moyo na una tabia ya udokozi, unajiona unapenda kuibaiba, tumekaa hapa, we jicho lako liko hivi tu, muda wote unaangalia niondoke na kipi. Aya hii tumia, unaenda kunaitibu, unaisafisha nafsi yako. Lakini ukubali kubadilika, kwamba Mungu natumia hii, naomba uibadilishe nafsi yangu, nitoke kwenye tabia fulani ninayoifanya. Kuna watu walevi lakini kama hivyo hawawezi kuacha mapombe. Nafsi zishalowea huko. Wajua nafsi ina mtindo mmoja, ukizoesha jambo inafanya tena, inaenda inakuwa ni ada, tabia. Huwezi bila ya hilo jambo. Yuko bwana pia aliniambia, shekhe, mimi nimeoa lakini siwezi kuacha kufanya masturbation. Siwezi kuacha kufanya masturbation. Kujichua. Siwezi. Muda, yani nikikaa mbali na mke wangu siku mbili tatizo. Wakati mwinginewe mke wangu simuoni, yani akili yangu yote ipo kwenye simu, ipo kwenye laptop, nataka niende huko nikajifiche, nikae niangalie zile, basi nifanye mambo yangu na najisikia huko. Sasa hili hawana si peke yake yule. Hana mmoja hili. Wengi wapo huku. Sasa aya hii itaenda itatusaidia kutoka katika mambo kama hayo. Kwenye tabia hizo za kujidhuru, kujigusagusa, kujishikashika. Au kijiona hata watoto wadogo na watamani, umeona mtoto nafsi imekutoka. Hii aya hii tumie ya Mwenyezi Mungu, inaenda inasafisha nafsi yako. Kuna mijitu mengine mizee, jitu lizima miaka 60 lakini nikiona mtoto kidogo akili yote inamruka. Mzee hana utulivu, akiona binti la kaza kufanya hivi wanafanya hivi. Tena ni mjukuu wako hata wa pili. Lakini nafsi iko tatara, yani haina utulivu, mpaka umnajisi yule binti. Ndo
au libibi, wewe ni mama mengine ni mibibi. Ukiona kijana tu makamu ya kina Januari kama hivi amevaa mawani maridadi kakofia kake, basi limama huko roho alina. Kimpata Januari yule. Kama wewe mwanamama wajiona uko hivi, tumia hii aya hii. Okay. Acha kuwapalazi watoto. Ile lazi ile lana ile. Mtu malika ya mama yako au bibi yako. Wewe unaenda pale. Uenda kufuata nini pale wewe? Sasa hii ni mitihani ipo. Nafsi zimevurugika, zimeharibika vijana leo, la wallahi mtihani. Mambo haya yako mengi, tamalizia kidogo. Wako watu mtu hawezi kukaa bila ya kwenda kununua mwanamke barabarani. Yako majini yanayosababisha mtu kukufanya ukawa unapenda maasi. Hii pia inatibu hiyo. Lakini pia hata nafsi hizi. Ukiona mwanamke barabara, yani wewe huwezi kulala mpaka uende ukanunue yule mwanamke kufanya mambo yako. Aya hii inaenda inatibu, inatengeneza. Moyo utanyooka vizuri. Ipo katika surati Yasin. Lakini bora zaidi mtu uiandike aya hii moja tu. Unaiandika aya hii, unakunywa na unakoga. Kwa idadi gani? Mara moja tu. Mara moja. Na unatumia nini kwenye kuandika? Unaweza kutumia wino mwekundu kama zafarani Lakini idadi bora zaidi iandike mara 100. Okay. Aya yenyewe ni hii, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inni idhalla fi dhalalin mubin. Inni idhalla fi dhalalin mubin. Ipo katika sura Yasin. Sadaqallahu alazim. Hapo tu aya hicho tu. Lakini dhamiria kuacha hiyo tabia hiyo na hilo jambo hilo. Mungu aibadilishe nafsi yako unyooke. Alafu andika aya hiyo, mwambie Mungu nisaidie, niache hii dhambi, nitoke katika hili tatizo. Kunywa. Kama we ni kijana mdogo unapenda mishangazi, mimama ile mikubwa iliyokuzidi, unajiona kabisa mimi siwezi bila hivi mama, na unatamani kuacha, fanya hili. Hata wewe kama ni mzazi unamuona kijana wako akiona mabinti akili inavurugika, au binti yako anapenda akiona vijana, akiona wanaume akili inachanganyikiwa, binti yako ushapiga kweli kweli, binti asikii. Tumia aya hii. Lakini yeye mwenyewe atakiwa akubali akili kwamba naacha na sitaki hiki kitu mimi kinanitesa, Mungu niondoe huko. Sasa mpe ile. Yako mashaitani yanatulazimisha tufanye maasi. Yako hayo. Hii inatibu, inaondosha, yani ala tuli iwe ni kitu kinachokupeleka katika maasi. Unaondoka katika hiyo dhambi, katika maasi hayo. Ni aya Mwenyezi Mungu kubwa sana. Unajiona una kibri. Upendi kibri, una choyo, una hasad. Yani wewe mwenyewe unajiona ukimuona mtu unaumia akapata. Upendi kumuona mtu kapata. Nafsi yako inauma. Mumeo kaongeza mke, wewe roho inakuuma tafarani. Wajisikia kutoka nje ya ndoa, tumia aya hii. Andika, kunywa, koga. Mungu, inni idhalla fi dhalali mubin. Saidie nitoke katika upotevu ya Rabb. Wallahi hii aya ina siri kubwa. Okay. Itatusaidia kutoka katika maasi tunayoyafanya kila kukicha leo. Tutaacha dhambi. Wewe mwizi utakuacha wizi, tumia hii. Okay. Kuna kitu hapo nimekumbuka. Wakati unasema kwamba tunatumia kwenye kuinywa, ni kipimo gani sasa ambacho kitakuwa ni bora zaidi, na kama kunywa pia utakunywa mara ngapi? Hii unatakiwa kwanza uitumie mara kwa mara. Mara kwa mara. Utajiona unaanza kusahau kama ni ile dhambi, unaanza kubadilika mpaka uende uiache kabisa, ndo unaacha. So unatumia mara moja. Okay. Na ile unaandika, unaweza kutumia hata mara 10 kwa siku. Kaandika sasa hivi, ukanywa, ukakaa kidogo, ukakaa ukaandika, ukanywa. Mungu, dhambi mimi sitaki, naomba niongoze. Au kila kuoga ukajiwekea kila muda wako kuoga, unaandika, unakwenda unakoga. Mungu ataitakasa nafsi yako. Utaisafisha nafsi yako, nafsi itasafishika. Okay. Hata ukisikia adhana moyo utaathirika.
Ukisikia Qur'ani inasomwa moyo utaathirika. Utaogopa madhambi. Zina utaiogopa, dhulma, wizi utauogopa, kuiba utaogopa, kuongopa, kusengenya utaogopa. Utajikuta wewe mwenyewe unakaa mbali na madhambi. Utajikuta wewe mwenyewe. Sasa wale watu ambao wanataka kuiweka sawa mioyo yao, nafsi zao kwa Mungu, waepukane na madhambi, wafanye haya ili tufaulu kwa pamoja kwa Mola wetu mlezi, Mola wetu karimu. Amen. Sasa hili ni jambo kubwa sana ambalo leo nimeona niliseme, na kutokana na dunia yetu namna ilivyo imevurugika, tafarani, tabu. Hii aya niloisema hii, hata kama mtu sawa unataka asilimu na anakwambia natamani kusilimu, lakini anapata uzito, au subiri, mwambie bwana unatamani kusilimu, naomba unywe hii, lakini mwambie Mungu akusahilishie usilimu. Wallahi mtu huyu atasilimu kwa uwezo wa Mungu. Muandikie aya hii, anywe na akoge, atasilimu, tutaingia katika Uislamu. Mungu ametusahilishia kila kitu. Ndiyo kazi ya Qur'ani hiyo. Okay. Hiyo ndiyo kazi ya Qur'ani, kuturahisishia na kutusaidia. Sasa sisi leo kama wana Jawab TV tumewapa watu hili ufumbuzi huu wa kiroho. Tayeb. Waende watu wakajisaidie. Haya, tunataka tutengenezane, tutengenezeke, tuwe watu bora kwa Mungu. Tumefanya madhambi mangapi? Tumefanya maasi mangapi? Bado tu bado hatujashiba haya. Tunataka nini tena? Niambie, tangu ulipofanya uliyofanya mpaka leo, angalia umepata nini? Kuna watu wana madhambi mpaka kutubia wanaona uzito. Yaani mtu ana dhambi kila kifikirio na Mungu mimi anisamehe. Wallahi Mungu mimi anisamehe. Hapana, huyo sio Allah. Labda Mungu mwingine, lakini kama Allah, Mungu anataka hilo chozi lako likishatoka kwa kukiri, ushamweza hapo hapo kukusamehe. Na hata ukijiona unatamani kutubu lakini unapata uzito, itumie aya. Unatamani kufanya ibada, unapata uzito kufanya ibada, tumia hii aya. Andika kunywa, Mungu nirahisishie mimi nifanye ibada, nisimame visimamo vya usiku. Mungu nirahisishie nifunge. Mungu nirahisishie ni swali. Andika hii aya, kunywa, koga. Mungu nirahisishie, kama tupo katika mwezi wa Rajab sasa hivi. Mwezi huu wa kufunga. Huu mwezi wa Rajab ni mwezi wa Mungu. Mwezi wa Shaaban ni mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu tu katika mwezi wa Mungu, ni mwezi wenye fadhila kubwa. Utamkuta mtu kila siku nitafunga kesho, nitafunga kesho, nitaswali kesho, nitasimama usiku kesho, nitafanya hivi kesho. Kesho ikipita kesho. Siku zinakwenda tu. Mtu anakaa natamani tu, siku moja natamani nije nifanye ibada, siku moja natamani nije niswali, siku moja natamani nije nifunge. Anaishi hapo tu, lakini hakuna tena kinachoendelea. Akishainuka hapo kutoka kitandani au kwenye mawazo yake hayo, mwendo mdundo katika mambo yake vile vile. Tumia aya na ukikiri kwa Mungu, Mwenyezi Mungu nataka uniongoze, Mwenyezi Mungu atakuongoa. Yako mengi ya kusema, kulingana na muda na wakati nifikie hapa kikomo. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atuhifadhi amali zetu duniani na akhera. Kufikia hapo nilipofika, seme ila unanta. Assalamu alaikum wa afa minkum wa minkunna. Naam. Alkamalu lillah. Tayyib, marhaba. Ukamilifu wa Mungu. Nimefurahi. Alkamalu lillah. Alkamalu lillah. Mkamilifu ni Mungu. Kweli nilipokosea, nilipoteleza, basi Mwenyezi Mungu anisamehe naje mnisamehe. Alkamalu lillah. Tayyib. Naam habibi. Naam. Wapenzi watazamaji wa Jawab TV, kwanza kabisa ni wapongeze kwa kutenga muda wenu kuanzia mwanzo hadi hapa tulipofikia. Hakika kuna kitu ambacho umejifunza. Sisi kwa pamoja tukichukue na tukifanyie kazi, hakika Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi katika kila jambo letu na mambo yataenda vizuri kabisa. Ni wasii tu kwamba kupitia sasa hivi tumefungua WhatsApp channel yetu. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajajiunga na hii WhatsApp channel, kuna link hapa kwenye description. Hakikisha kwamba unapita hapo, unabonyeza hiyo link, kisha baada ya hapo utakuja utaifollow kule. Kuna vitu vingi ambavyo pia tutajifunza kule. Kwa hiyo ikikupita hii, kuna vitu vitakupita na utakuwa
umejiachia tu wewe mwenyewe katika kujifunza zaidi. Wakumbushe pia ni kwamba katika mitandao ya kijamii kule kuna Instagram kama Jawabu TV _ lakini pia TikTok tuna page kule kama Jawabu TV. Lakini kwa yule ambaye pia hujasubscribe hapa YouTube, hakikisha una subscribe, lakini pia waambie ndugu jamaa na marafiki kwamba sehemu ambayo unaweza kupata madarasa kama haya ni Jawabu TV, kwa sababu tunasema yote kwa yote Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Mashaallah, tabarakallah. Mungu akuhifadhi bwana. Alkamalu lillah. Alhamdulillah.